na mtamahal katika mashi. Wa min shuruti at-tauba, shuruti at-tauba, miongoni mwa masharti ya toba. Kitabu ni haqaiq an at-tasawufi, katika mlango wa 3. Mlango wa 3 tuliukuta unazungumzia masala ya tariqul usuli ila Allah, namna ambayo watu watamfika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, njia yake. Sasa leo katika miongoni mwa masharti ya toba, al-usulu ila Allah, kufika kwa Mwenyezi Mungu, ni katika mlango wa toba. Taruku, miongoni mwa masharti ya toba ili yakubalike ni kuacha qurana isui, kuacha marafiki wote wabaya. Ili toba yako ikubalike, usiwe na wale marafiki wabaya. Wa hajrul ashabi alfasaqati, na kuwahama marafiki wa ovu au wabaya. Alladhina yuhabbibuna lilmar'i almasiya, wale ambao huwa wanawaghibisha, wanawapendezesha watu wafanye maasi. Wa yunafirunahu min at-ta'a, na wanawasukuma kuwa mbali katika kufanya ibada. Thumma, kisha inatakikana al-iltihaqu bi suhbati as-sadiqin, aungane au akutane au ajumuike na marafiki wale wa kweli, al-akhyari, wale ambao ni wema. Kaitakuna, ili papatikane, suhbatuhum, usuhuba wake iwe ni siyajan, ni mzuri, yardauhu, utakaokwenda ukimpeleka, anil auhadi, kwenda kwenye kuwa ukweli, kwenye kuwa na ukweli, ila hayatil maasi, ila hayatil maasi, kwenye kuwa ukweli, kwenye kuwa mkweli wa kurudi, ndo alauda. Marafiki wa kweli ambao suhbatuhum siyajan, kwamba ukweli wao au urafiki wao ndio pitisho, mapito, yardauhu, sawa, anil audati, litakalopitisho, litakalompitisha yeye, anil audati, kurudi, ila hayatil maasi, kwenda kuyatenda maasi, wal mukhalafati, na kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala na ibratun baligha, hapa tuna zingatio zuri sana, fil hadithi sahihi baligha, ambalo linaeleweka zaidi, almashhuri, katika ibra ya hadithi ilo mashhuri sana. Sikiliza, alladhi rawa lana biha, ambayo kaipokea nayo hadithi bwana Mtume Muhammad, fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika kiswa cha katili almaati, yule aliyeua watu 100. Bwana mmoja wakati wake aliua watu 100. Kilichosababisha auwe watu 100 na leo kwenda yeye peponi ni sababu gani? Angalia usuba ulivyokuwa mzuri hapa, namna ya kuwa na marafiki au kwenda kwenye watu ambao ni wacha Mungu, watakuambukiza mazuri. Sikiliza, alladhi, bwana ambaye arshadahu, alimuongoza, a'lam, kuna bwana mmoja alikuwa mjuzi sana, akamuongoza ahli zamani, katika zama zake, watu wake. Alimwambiaje? Ila anna Allah, ili Mwenyezi Mungu akubali, yakubali taubatahu, ili Mwenyezi Mungu akubali toba yako. Haya, nenda kwa watu fulani, Mungu atakubali toba yako, watu wema. Lakini kwa hiyo wa ishtarata alayhi, na kisha akampa masharti, tunataka ukubaliwe toba, sawa. Ni huyu bwana alikuwa ameua watu 99, sawa. Sasa akamfuata bwana mmoja, akamwambia, vipi, ninaweza kutubia kwa Mwenyezi Mungu? Bwana mmoja akamwambia, hamna toba hapo mjomba, wewe watu wote alafu tegemee toba, pita hivi. Bwana akakasirika, umenikatisha tamaa, akachukua panga akamaliza na huyu, jumla ikawa 100. Akamfuata mtu mwingine, akamwambia, vipi, naweza kutubia? Ndio huyu tunayemkusudia hapa, ni a'lamu ahlu zamani, ni mtu aliyokuwa mtambuzi sana, mcha Mungu wa zama zake. Alimwambia, ili ikubalike toba yako, nenda sehemu fulani. Tena washtarata alayhi an yatruka albi'ata alfasiqa, achane kabisa na makundi mabaya, allati kana laha atharu alkabiru fil inhirafi, yale makundi yaliokuwa na athari kubwa sana katika maharibiko. Usiende watu fulani wanaofanya mabaya, usiingie huko. Toba yako ili ikubalike, achana na hayo makundi ya watu wabaya, wa ijrami, na makosa yao.
thumma ashara ilayhi, kisha akamwambia ayadhhaba ila bi'ati saliha, aende kwa watu wema au kundi ambalo ni jema, fiha unasu mu'minuna, hapo atakuta watu waumini, salihuna walowema, liyuhibbahum wa yaktadia bihudahum, apende kuwa nao na kisha afuate yale wanayoyafanya kwao, kwa maana uongofu wao. Mungu atakubali toba yako. Unaona hapo thamani sawa na faida ya kuwa na marafiki wema. Alifariki kabla ya kufika kule alikuambiwa, ndio malaika wakawa wanagombana, wa wapi sasa, motoni wa peponi? Ikaonekana papimwe alikotoka na anakuelekea kwa hao watu wema, wapi karibu. Ikaonekana kule alipokuwa anaenda maili zake zimekuwa karibu zaidi, kwa hiyo ikaonekana ni mtu mwema, akajumuishwa na watu wema. Sasa wasufi la yanzur ila sighari dhambi, sufi asitazame udogo wa dhambi, bali yanzuru ila adhamati rabbi, bali yeye atizame tu tukufu wa Mwenyezi Mungu, iktidaan bi ashabi rasulillah, kwa ajili tu ya kumfuata bwana mtume Muhammad, maswahaba wake. Fakad kana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu innakum la ta'lamuna a'malan, hakika nyinyi mnafanya matendo, hiya adaqun fi a'yunikum, matendo madogo sana katika macho yenu mnayoyaona, minash'arin, kulikoni hata nywele, sawa. In kunna la ta'uddunaha ala ahdi rasulillah, kama yatahesabika zama za bwana mtume Muhammad, minal mubiqati, ya makosa hata kama ni madogo, ni katika makosa yanayoangamiza. Kwa hiyo msiangalie. Abdullah anasema yani bidhalika almuhlikati, hata kama ni madogo kiasi gani yanaangamiza watu. Wala yaqifu sufi inda taubatin min almasi, asibaki sufi sawa mbele ya toba katika maasi, liannaha fi ra'yihi taubatul awam, kwa sababu katika mtazamo wake kuna toba ya awam, sawa ya awam, toba ya kila wakati. Bal na inavyotakikana awe yatubu min kulli shay, kila anachokifanya au kila kitu awe anatubia. Yashghal qalbahu anillahi ta'ala, au shughulishe moyo wake na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadha, kwa sababu hiyo basi, ashara sufiyu al-kabiru Dhunnun al-Misri, ameashiria sufi mkubwa sana Dhunnuni al-Misri radiyallahu ta'ala anhu, lama suila ani taubati faqala, alipoulizwa toba alisemaje? Taubatul awamu min adh-dhunubi, kutubia kila wakati ni katika yale makosa yote tu. Wa taubatul khawasu min al-ghafla, na toba ya khawas, yani vitu maalum, ni min al-ghafla, ni kutokana na kughafilika. Mtu kaghafilika kufanya jambo ambalo anajua ni libaya, lakini akaghafilika, wewe unatakiwa tubie, taubatul khawas. Lakini yule ambaye makosa yake yawe anayajua au ameteleza, ndio ile astaghfirullah min kulli jamii, min kulli dhunubi, makosa yote. ويقول عبد الله التميمي kwamba radhiyallahu ta'ala anhu, shatana baina taib wa taib, wapi na wapi, baina ya mwenye kutubia na mwenye kutubia, wapi na wapi. Fataibu yatubu min adh-dhunubi wa sayiat, sawa. Mwenye kutubia toba ni yule anayetubia makosa, madhambi makubwa na madogo. Wataibu, na kuna mwenye kutubia yatubu min zalali wal ghafalati, kuna yule anayetubia matelezo na kughafilika. Yote hayo sawa. Wataibu yatubu min ru'yatil hasanati wat ta'ati, na kuna yule anayetubia kutokana na kuona mambo mema na taa mbalimbali ambazo labda zimempita, akaona nimemkosea Allah, akaendelea kutubu. Kwa hiyo shatana baina taibin wa tabi, mbali sana baina ya mwenye kutubia na mwenye kutubia. Ndio maana fataibun yatubu min adh-dhunubi wa sayiat, mwenye kutubu sawa anaweza akatubia makosa, madhambi makubwa na madogo, na kuna yule anayetubia matelezo na mighafiliko, na kuna yule anayetubia kila anapona jambo zuri na taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatubia.